hai wanakusanyika pamoja. Hii ni barua ya leo Jumamosi, tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka wa 2026, kutoka kwa nabii wa Mungu ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana, Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Bibi harusi kipenzi, sauti tunayopenda sote kuisikia itazungumza Jumapili hii na kutuletea ujumbe maalum wa barua ya mahaba kwa ajili ya bibi harusi wa Yesu Kristo tu. Sauti hiyo imetoka kuuambia ulimwengu na kuwaonya, msijaribu kunitendea mimi kazi bila ya kuwa mapenzi yangu. Ninayo njia kamilifu niliyoiandaa kwa ajili yenu, bibi harusi wangu. Kumbukeni maneno yangu, semeni tu yale niliyosema kwenye kanda zangu, kwa maana mnaingia hukumuni. Rehema imekataliwa, lakini furahini na mshukuru, kwa kuwa nimewaandalia na kuwapa chakula kilichofichwa, chakula cha kiroho, ili mpate kuishi kwa fadhili na rehema za ufunuo wa Yesu Kristo. Sasa hivi kuna ukame nchini kwa ajili ya kuisikiliza sauti yangu. Wao hawawaelewi ninyi, kwa sababu mnasema ninyi ni watu wa kanda na mnataka tu kuisikia sauti yangu iliyo kwenye kanda. Lakini nimewaita ninyi na kuwafunulia njia yangu kamilifu iliyoandaliwa kwa ajili ya siku hii. Ninyi hamjashirikiana na wasioamini katika wakati wa ukame. Nimewapeni ninyi sauti yangu ipate kuwalisha. Kwa kuicheza sauti yangu, pipa lenu halitapunguka, wala chupa yenu haitaisha kamwe, hata siku ile nitakapokuja na kuwachukueni kama bibi harusi wangu. Hiyo ndiyo sababu hasa nilirekodi sauti yangu, ili mweze kuwa na mahali pakamilifu pa kwenda, ambapo hamna kosa, hamna haja ya fasiri. Ni sauti safi ya Mungu tu, mahali ambapo mnaweza kwenda ili mweze kusikia kile haswa nilichosema. Bwana asema hivi: nitazungumza nanyi wazi wazi Jumapili, na watakeni msisahau kamwe kile nitakachowaambia. Kanda hizi ndicho chakula chenu cha kiroho cha wakati huu. Ni kinono mno kwa baadhi ya hao, hawawezi tu kukipokea. Hakijafunuliwa kwao, bali mimi nimewachagua ninyi na kuwapa ufunuo wa njia yangu kamilifu iliyoandaliwa. Kwenu ninyi ni chakula kilichofichwa, hata mnaishi kwa fadhili na rehema za neno lililo hai. Wakati nilipokuwa nikiishi katika mwili ndani ya mwanangu, wao hawakuweza kabisa kukubali mimi nilikuwa nani, Mungu na mwanadamu. Kisha niliahidi kwamba ningerudi tena katika siku za mwisho na kuishi katika mwili wa mwanadamu kwa mara nyingine tena, kama nilivyofanya mbele ya Ibrahimu, na ningeshuka na kujifanya mwenyewe kama mwili wa mwanadamu kama nilivyofanya wakati huo. Hiki ndicho wao walichokosa wakati huo na sasa hivi. Lakini mimi sitaki kamwe ninyi msahau chakula hiki kilichohifadhiwa ninachowalisha ninyi. Hicho na mjumbe wangu ni kitu kimoja, huwezi kuwatenganisha. Ujumbe na mjumbe ni kitu kimoja. Niliwaambieni langu kile mimi ningefanya katika siku hii, na ni mapenzi yangu kuiweka sauti yangu katika makanisa yenu, majumbani mwenu, kila mahali mwendapo, kwa maana ndiyo sauti iliyo muhimu zaidi mnayopaswa ninyi kuisikia. Ndiyo sauti pekee iliyothibitishwa inenayo, Bwana asema hivi: rehema imekataliwa. Sasa ninyi mnaishi kwa neno langu.
Nimewapa ufunuo wa mimi ni nani na ninyi ni nani. Hakupaswi kuwa na shaka hata chembe mioyoni na akilini mwenu. Ninyi ndiyo harusi wangu niliyemchagua, mteule aliyekusudiwa kimbele. Ninyi ndiyo neno langu lililonenwa, lile lililokuwa ndani yangu hapo mwanzo. Ninyi mna ruhusa ya kukikaribia chakula cha kiroho ambacho ulimwengu haujui chochote kihusu. Mna ruhusa ya kufikia uponyaji wa miili yetu wakati madaktari wameshindwa. Ni kimoja cha vyakula mimi nilichoahidi na nilichowapa ninyi katika siku za mwisho. Niliahidi kuzifunua siri za mioyo yenu na kuyafanya mambo haya. Mimi niko ndani yenu, ninyi ni sehemu yangu, nami ni sehemu yenu. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Jumapili hii nitakuwa nikimuunganisha bibi harusi wangu kutoka kote ulimwenguni kwa sauti. Nitawaambia mwekeane mikono juu ya mmoja kwa mwingine. Msijiombee, mwombee yule mliyemwekea mikono, kwa sababu wao wanawaombea. Tutaomba pamoja, na hakutakuwa na mtu mnyonge popote kote ulimwenguni ikiwa mtaamini. Kama unaamini na huna shaka moyoni mwako, nitatangaza: Shetani, umeshindwa. Yesu Kristo alikushinda. Yeye alifufuka katika wafu na anasimama miongoni mwetu usiku wa leo, akithibitisha ujumbe huu wa siku za mwisho. Toka katika watu hawa, waache jina la Yesu Kristo. Katika jina langu nawe umetolewa nje. Katika jina la Yesu Kristo, liache kusanyiko hili. Kutakuwa kuna uponyaji ukifanyika kote ulimwenguni kuliko hapo awali. Kwa nini tungojee tena zaidi? Ndugu yangu mpendwa, dada, huyu hapa Roho Mtakatifu, Mungu papa hapa, jambo lenyewe hasa tulilozungumzia. Ninaualika ulimwengu mzima uje uungane nasi Jumapili hii saa 6 mchana masaa ya Jeffersonville, ni saa 1 jioni Afrika Mashariki, na tusikie ujumbe na mjumbe wake, chakula cha kiroho kwa wakati wake, kula kilichofichwa kwa ajili usi. Ndugu Joseph, ujumbe kula cha kiroho kwa wakati wake, 65-0718. Mjumbe Kasisi William Marion Branham. Maandiko: Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 1 hadi wa 7. Amosi sura ya 3 mstari wa 7. Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Malaki sura ya 4 mstari wa 4. Luka sura ya 17 mstari wa 30. Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 12.